Habari za saa hizi ndugu msikilizaji, mimi ni mshereheshaji wako Hamisi Bakari na tamthilia yetu imeandikwa na Mnyalu. Sasa tunaenda kuanza hatua yetu ya kwanza ya Blood Promise, lakini usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili uendelee kupata kazi zetu kadri zinavyozidi kutoka. Tamthilia yetu inaanzia katika mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Songea mjini, jirani na hospitali ya Peramiho, nyumba ya 6 kutoka St. George Nursery School. Nyumba hiyo yenye geti lenye rangi nyekundu, pia yenye fensi imara iliyopitishwa umeme kwa ulinzi zaidi. Nyumba nzuri yenye ghorofa moja yenye kuvutia. Getini mwa nyumba hiyo palikuwa na mlinzi wa kiume aliyejulikana kwa jina la Bakora, ambaye ni mwenyeji wa Mchinga katika mkoa wa Lindi. Mazungumzo yalijaa furaha ndani ya nyumba hiyo na vicheko vya chini chini vilivyokuwa vinatokea katika sitting room ambayo haikuwa ghorofani bali ilikuwa kwa chini. Baba wa nyumba hiyo alijulikana kwa jina la Hatib na mke wake anajulikana kwa jina la Agnes ambaye alikuwa ni mjamzito. Wazazi hao walikuwa na kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 18 ambaye amehitimu kidato cha 4 ya elimu ya sekondari na jina lake anaitwa Handsome. Kutokana na Handsome kuchaguliwa katika shule ambayo haikuwa chaguo lake, aliwaomba wazazi wake kama kuna uwezekano wampeleke katika shule tofauti na ile ambayo amechaguliwa. Agnes ndiyo alikuwa wa kwanza kuelewa lengo la mtoto wake. Bila kuchelewa akatoa wazo. "Mwanangu Handsome, unaionaje Genius High School?" Handsome akamwangalia mama yake huku akitabasamu na akamwambia, "Ndiyo mama, ni nzuri na nitakuwa nawatembelea mara kwa mara kwa sababu ni katika jiji hili hili. Si ndio baba?" Baba yake Handsome akamwangalia mwanawe kisha akamjibu, "Bila shaka mwanangu." Kwa muda huo furaha ilitanda kwa familia nzima na ghafla kimya kikatawala, wakawa wanaangaliana. Ndipo Agnes akasema, "Ni zamu ya kiumbe kilichopo tumboni nacho kufurahia furaha ya kakake." Wote kwa pamoja wakawa wanafurahi kwa mara nyingine. Agnes akamwambia mume wake kuwa kesho wakamwangalizie mtoto wao nafasi katika shule ambayo ameipendekeza, na baba yake Handsome akajibu kwa kusema kwamba, "Bila shaka kipenzi changu, tutaenda kumwangalizia mtoto wetu shule aliyoipenda." Handsome baada ya kusikia mazungumzo hayo alikimbia mbio na kupandisha ghorofani kwenye room yake. Baada ya kufika alirukia simu yake ambayo ilikuwa kitandani na akaichukua remote ya piano, kisha akaplay music na akaanza kudance. Hayo yote alikuwa anafanya ni kwa ajili ya furaha ya kupata shule nyingine. Hatimaye baada ya familia yote kujiandaa kwa kupata chakula cha jioni kilichopikwa na mdada wao wa kazi anayeitwa Irene, familia yote wakasogea dining room na kuanza kula. Baada ya kumaliza wote walienda kulala kwenye vyumba vyao. Lakini Irene kabla hajaenda kulala alimpelekea chakula mlinzi wao Bakora pale getini. Wakati anageuza kurudi ndani, kabla hajaukaribia mlango alimuona Handsome akiwa kwa juu kule ghorofani amekalia kiti. Irene kwa sauti ya chini akasema, "Kiukweli jina lake ni sawa na muonekano wake." Baada ya hapo akamalizia kwa kusema, "Kiukweli ni mzuri sana," kwa sauti ya mahaba wakati anatembea kuingia ndani. Wakati huo Handsome amekaa zake kule juu ghorofani, alikuwa na chati na marafiki zake ambao walisoma wote ordinary level na kuwataarifu kuwa shule aliyochaguliwa kwenda kusoma hatoenda na mbadala wake ataenda kuripoti kwenye shule nyingine ambayo ni Genius High School.
Simu ya Handsome ikawa inaita na jina la mtu alikuwa anapiga lilisomeka kama Daniel. Handsome akapokea simu hile na kuweka loudspeaker. Daniel: mambo vipi kijana? Mbona kimya sana wewe jamaa? Handsome: huku poa sana mkuu. Sema mambo ni mengi. Daniel akamwambia: haina mbaya mzee, Sikonga naona inakaribia ndani ya Dr. Alex High School, akitanguliza na kicheko. Ha 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 ha. Handsome akamjibu: hapana, ulikuwa unafurahia sana mimi nikienda Dr. Alex kaka, lakini mambo yamebadilika huwezi amini. Daniel akamuuliza: unamaanisha nini mzee? Handsome akamjibu: mwanangu, nimefanikiwa kupata Genius High School. Kwa hiyo Dr. Alex nitaisikia tu kwenye bomba, kwa maana sitoenda kuripoti kule. Daniel alicheka sana, lakini mwishoni akamtangulizia kwa kumsifia: una hatari sana wewe kwenye kodi mshikaji wako. Genius High School kuna wadada kibao, wachumba wengi sana, na imani watajigonga wenyewe mzee wangu. Handsome akacheka sana, lakini hakucheka kwamba amependa yale mazungumzo, bali katika vitu ambavyo hapendi kuvizungumzia ni wadada. Kwa hiyo kabidi sasa akatishe mazungumzo ya yeye na rafiki yake Daniel kwa kumwambia: mshikaji wangu, nimechoka sana leo, naona kesho naweza nikakucheki tukapiga story, kwa hiyo usiku mwema kiongozi. Daniel naye akamjibu: nashukuru kiongozi, usiku mwema nawe. Baada ya watu wote kulala ndani ya mjengo, Handsome naye alitoka na kurudi chumbani kwake kuanza kuscroll TikTok akiwa kitandani, na baadaye akapitiwa na usingizi na yeye pia akalala. Tukirudi kwa mlinzi wetu pale getini, Bakola alikuwa hawezi kulala kwa sababu yeye alikuwa mlinzi wa nyumba ile. Kwa hiyo alikuwa anakaa na kuanza kujikumbusha vitu vilivyopita huko katika maisha yake. Baada akawa anaangalia anga na akawa anashangaa, anasema: I say, hii anga ni kubwa mno, huwezi amini. Hakuna kitu kisichokuwa na mwisho, lakini anga haina mwisho kabisa. Ha 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 ha. Ona kimondo kinavyokwenda speed namna hiyo, huku akiendelea kujipa fikra tofauti na kuwaza mambo mengine ili kufanya muda uendelee kwenda. Hatimaye asubuhi ilivyofika, wazazi wa Handsome wote wawili walikuwa wameshaamka na kujiandaa kwenda bafuni kwenda kuoga. Muda huo binti Aileen alikuwa ameamka muda mrefu sana na alikuwa zake jikoni anaivisha chai, na wakati huo vitafunwa vilikuwa tayari vimeshatayarishwa na vipo mezani kwa kuwasubiri wanywaji ili waende kujisevia. Baada ya chai kuiva, Aileen aliweka chai kwenye chupa na kuipeleka pia mezani. Baada ya Hatib na mke wake kutoka kuoga, walijiandaa taratibu kwa pamoja, huku wakipiga story mbalimbali wawili hawa na vicheko vikiendelea. Then direct walielekea kwenye dining room kwa ajili ya kwenda kupata breakfast. Baadaye Aileen naye alifika pale dining room. Kabla hajakaa chini, akasita baada ya kuona familia bado haijatimia. Ndipo akasema, Handsome itakuwa bado amelala, ngoja nikamwamshe tuje kunywa chai kwa pamoja. Wakati Aileen alianza kuongoza kuelekea sitting room kwenda anakolala Handsome, mamake Agnes akamzuia na kumwambia, Acha Aileen, wewe kaa tu mwanangu. Akiamka Handsome atakuja kunywa chai, itakuwa amechoka sana. Aileen akamjibu mamake, sawa mama, nimekuelewa. Wakati wanaendelea kunywa chai, Hatib aliuliza kwa kumwangalia Aileen, Aileen, hii chai umeongeza nini mwanangu? Aileen kabla hajajibu chochote alitanguliza, samahani baba, niliweka yariki, nilijua italeta ladha nzuri, lakini sio kama nilivyodhania, samahani sana. Hatibu akamjibu mwanae, hapana Aileen, usiwe na wasiwasi, naona ina ladha
nzuri sana. Na hapa ninavyokunywa nahisi kama nakunywa Bavaria hivi. Si ndio mke wangu Agnes? Agnes akasema ndio mimi wangu, bila shaka. Baada ya kupata breakfast, Agnes alimwambia Irene kuwa Handsome akikuuliza tulipoelekea, mwambie tumeenda kumlipia school fees. Sawa kipenzi? Irene aliitikia kwa tabasamu zito. Sawa mama. Wanandoa hao waliongozana huku wameshikana mikono wakiwa wanatokea kwa nje. Baada ya kufika nje, Agnes akamwambia mume wake, babe. Yes dear. Naomba tutumie usafiri wa Mark X, please. Hatibu akacheka na kumwambia hapana Agnes, hatuwezi kutumia hiyo gari. Agnes akavimbisha mashavu yake akionyesha kuwa amekasirika. Hatibu akasema naona mimba ishaanza kutuendesha huko ndani. Wakacheka kwa pamoja wanandoa hao. Mwishoni Hatibu akamkubalia ombi lake Agnes kwa kumkumbatia. Kisha kusema, sawa mke wangu, ngoja tufanye vile mtoto wetu anataka. Tena wakawa wanacheka kwa pamoja kwa mara nyingine. Baada ya wote wawili kuingia kwenye gari, Hatibu aliwasha gari taratibu na kuanza kuielekeza moja kwa moja getini. Wakati wamefikisha gari getini, Bakola hakuwepo pale getini. Hatibu akamuita alipo kwa kumpigia honi gari mara mbili. Ghafla ndipo anamwona Bakola akielekea kufungua geti, na baada ya kufungua, Hatibu alisogeza gari katikati ya geti na kushusha kioo cha upande wa kulia, na Bakola akasogelea gari. Kaka Bakola, habari za asubuhi? Salama kabisa boss. Habari za kuamka? Shem, habari za asubuhi? Nashukuru pia nipo vizuri kaka. Salama, habari yako shemeji? Bakola akamjibu shemeji yake, mimi nipo poa kabisa shemeji yangu. Sijui unaendeleaje? Mimi nipo poa. Hatibu akaingilia mazungumzo kwa kusema, kaka, mimi na shemeji yako tunatoka mara moja, tutarudi baadaye kidogo. Tunakutegemea sana katika kuimarisha ulinzi na kuiangalia familia yetu. Bila shaka boss, hilo ni jukumu langu, kwa hiyo ondoa shaka kabisa. Hatibu akaongea kwa mara nyingine kwa kumwambia Bakola, lakini pia kaka, wako Handsome usimruhusu atoke. Amsubiri binamu yake, ameshuka airport Mtwara kwenye saa 12. Kwa hiyo atapanda gari ya saa 2 kuja huku Songea. Kwa hiyo natakiwa kurudi naye hapa tuongeze familia. Jina lake anaitwa Hyman. Bakola akamjibu bosi wake kwa kumwambia, naona nitakuwa na maanko wawili sasa, Handsome na Hyman. Wote wakawa wanacheka, Agnes, Hatibu pamoja na Bakola. Bakola akasema, ondoa shaka kaka, nitamzuia anko asitoke leo kwenda kupote pale. Agnes akaongea naye, ona shemeji. Bakola na Hatibu wote wakawa wanamwangalia Agnes anataka kuonyesha kitu gani. Agnes alikaa kimya ndani ya sekunde 10, kisha akasema, akitoka na huyu wa tumboni utakuwa na maanko 3. Wote kwa pamoja akawa anacheka. Hatibu akasema, kaka, uwe na asubuhi njema na kazi njema pia. Bakola naye akawaaga, uwe na asubuhi njema pia bosi. Hatibu alimalizia kutoa gari nje na akakunja kushoto, na moja kwa moja wakaanza safari ya kuelekea Genius High School. Soft music ilikuwa inapiga ndani ya gari. Umeona kagari huyo ni Baada ya Handsome kuamka, alienda zake kuoga, akarudi na moja kwa moja akaenda kwenye kabati lake la nguo na akachagua Fiesta fupi lenye mabaka ya kijeshi. Vile vile akachagua t-shirt lenye logo ya 5 star kwa mbele lenye rangi ya kijeshi pia. Kisha akachukua simu yake na kuiweka chaji. Baada ya hapo akasogea sehemu
anakuwekaga kofia zake, na akachukua kofia yenye rangi ya kijani ambayo inafanania na kijeshi. Akaichukua akaitupia kitandani. Baada ya hapo akachukua sendo zake nyeusi na akashuka nazo chini pale kwenye sitting room, akaenda kuweka nyuma ya mlango wa kutokea nje. Akichungulia dirishani na kuona gari aina ya Mark X pale haipo nje, akajua kuwa wazee wake watakuwa wametoka na kwenda somewhere. Akasema okay, ni kwa kitabasamu. Alitembea moja kwa moja hadi kwenye dining room, akasogelea jokofu na kuchukua jagi lenye juisi ya tunda. Akachukua glass pia, akasogea moja kwa moja hadi mezani. Baada ya hapo akarudi kufuata sahani, akarudi nayo pia mezani. Akafungua hotpot ambayo lipo pale mezani na kuchukua chapati 2, kisha akajitilia na supu. Na hapo ndipo breakfast yake inapoanzia. Wakati akiendelea kula, jikoni na kumkuta Handsome akiendelea kutake breakfast. Handsome akamwangalia Irene kwa kutabasamu na kumsalimia, habari za asubuhi Irene, huku akizidi kumwonyesha tabasamu. Irene akaitikia, mzima Handsome, habari yako? Handsome akamjibu, mimi niko mzima, naendelea vizuri. Handsome akamuuliza, vipi mama na baba wametoka muda mrefu? Irene akamwambia ndio, lakini sio muda mrefu sana, kwa maana nimeanza kunywa chai ndio akaondoka. Handsome akamshukuru kwa taarifa. Irene akamwambia poa, mimi nipo sebuleni hapa naangalia movie. Aliongea kwa sauti ya mahaba. Handsome akamwambia tu sawa, nimekuelewa. Irene alikuwa anaondoka huku akijitingisha makalio yake, akiamini ni njia mojawapo ya kumtega Handsome, lakini kwa bahati mbaya Handsome alikuwa hamwangalii Irene. Yeye alikuwa anakula zake msosi tu. Baada ya kumaliza kula chakula, Handsome alinawa maji na kuchukua lile jagi la juisi iliyobaki na kurudisha kwenye jokofu kama alivyoikuta. Kisha akachukua vile vyombo vichafu na kuvipeleka jikoni, ambako akavikuta vyombo vingine vichafu akaviweka vile alivyolia yeye. Baada ya hapo akawa anatembea kutaka kuelekea chumbani kwake. Akapitia pale sitting room na kumkuta Irene amekaa mkao ambao mapaja yake yalikuwa yanaonekana, lakini Handsome alifanya kama hajamuona kabisa na kupita zake tu. Akapandisha zake ngazi taratibu kwenye room yake, anaingia ndani. Wakati Handsome ameenda chumbani kwake, Irene alielekea jikoni kwenda kuviosha vile vyombo. Baada ya kumaliza akarudi tena sitting room na kuendelea kuangalia TV. Na sasa hivi alibadilisha kabisa mkao. Aliweka mkao ambao mapaja yake hadi chupi alikuwa amevaa ilikuwa inaonekana. Alikuwa anafanya yote ili kumshawishi Handsome ili aweze kuwa na yeye. Muda mchache mbele, kwenye ndani ya dakika 5 hivi, wakati Irene akiendelea kucheki movie, Handsome alikuwa anashuka ngazi na tayari simu yake alikuwa tayari ameshaitoa kwenye chaji. Amechomeka earphone, alikuwa anasikiza music kichwani. Alikuwa amevaa ile cap ambayo alishaiandaa muda mrefu wakati anatoka kuoga. Handsome alipofika sebuleni akamkuta bado Irene anaangalia movie na ipo katika mikao yake ile ile inayomfanya viungo vyake adimu kuendelea kuonekana, lakini alifanya kama hajamuona hivi na kuendelea kupotezea huku akisikiliza zake music. Alienda moja kwa moja sehemu ambayo funguo za gari huwa zinakaa na kuchukua funguo aina ya gari ya Hilux ambayo familia hiyo au wazazi wake walikuwa wanamiliki.
Wakati ameshachukua funguo, akatembea kufuata mlango wa kutokea nje. Nyuma ule mlango akachukua vile sendo zake nyeusi ambazo aliziweka, kisha akamuita Irene. Irene. Irene akaitika, "Abe." Handsome akamwambia, "Sasa hivi ninatoka. Natumai tutaonana baadaye." Irene akasema sawa, lakini Handsome akamuuliza, "Niambie." Irene akamwambia, "Umependeza sana. Hongera." Handsome akatabasamu, kisha akamwambia, "Asante." Irene akamwambia, "Sawa, kuwa makini Handsome huko barabarani." Handsome akamwambia, "Ondoa shaka Irene." Baada ya Handsome kufika kwenye mlango wa kutokea nje, akiangalia kule getini kumwangalia anko wake akumuona, alichokifanya yeye akaenda moja kwa moja kwenye ile gari ambayo amekusudia kutoka nayo. Akafungua mlango, akaingia na kuiwasha gari hiyo. Huwezi amini, Irene alikuwa yuko dirishani akimwangalia kila anachokifanya Handsome. Muda wote ule kimoyomoyo anasema, "Handsome nampenda, lakini haonyeshi ishara yoyote kwa anaitamani au ananijali labda kwa yote ninayomfanyia, lakini bado ataingia tu kwenye mstari wangu naotaka." Huku akiendelea kutabasamu. Handsome baada ya kuiacha gari ikiwa silence, alitoka na kuelekea sehemu ambayo anko wake Bakola huwa anakaa mara kwa mara ikifika asubuhi. Alivyofika alimkuta kweli anko wake yupo sehemu ile. Akamuita, "Anko Bakola, habari za asubuhi." "Salama habari. Habari yako mjomba?" "Mjomba, mimi niko poa. Natumai vile vile utakuwa upo poa." Anko Bakola akajibu, "Mimi nipo vizuri mjomba. Nasikia kama gari ipo silencer huko, vipi? Unataka kutoka?" Akamwambia, "Ndio anko, nataka kutoka kwenda kwa rafiki yangu mara moja." Bakola akamwambia kwa kumpa taarifa alizopewa, "Sasa anko, wazazi wako wameniambia usitoke kwenda popote mpaka warudi." "Kwani waga watachelewa sana anko?" Akasema, "Nahisi kama hicho kitu kwa sababu watamsubiri binamu yako Haiman. Ameshuka viwanja vya ndege mapema sana, saa 2 huko mkoa wa Mtwara. Kwa watamsubiri afike mpaka pale stendi, wampokee ili wafike naye huku moja kwa moja." Handsome kwa mshangao, "Wow, basi nimeheri kutoka. Anko, naenda kuweka simu chaji, maana haikujaa, nilitoa kwa sababu tu ya safari." Bakola akamjibu, "Sawa mjomba, usisahau kuizima gari wakati unaingia ndani." Handsome akamwambia, "Sawa mjomba, nashukuru kwa kunikumbusha, maana nilishasahau tayari." Bakola akamwambia, "Poa mjomba, usijali." Handsome akasogelea gari ilipo, kisha akaizima, akafunga mlango na funguo akaiweka mfukoni mwake, kisha akatembea kuelekea ndani. Sandro akaziacha mlangoni. Baada ya kuingia ndani, akatembea moja kwa moja hadi ghorofani kwenye chumba chake na kuingia ndani. Baada ya kuwasili, akatupia kepu yake kitandani kama kawaida, akachomeka simu yake chaji na kushuka chini hadi sebuleni. Akapoa zake kwenye kochi na kuanza kucheki movie. Muda huu Irene alikuwa kashapitiwa na usingizi muda mrefu. Baada ya movie aliyokuwa akiangalia ilikuwa inatisha sana, kwa hiyo alikuwa ameshalala muda mrefu sana. Handsome akabadilisha flash, akaweka flash ambayo ana movie ambayo yeye anapenda sana kuziangalia, na akaanza kuziangalia kuanzia hapo. Kwenye mishale ya saa 7 hivi mchana, bado Handsome alikuwa akiendelea kucheki movie.
The same time Irene naye anaamka na kumwona Handsome pale ukumbini anacheki movie na kuzani kuwa amesharudi sehemu ambayo alikuwa ameenda. Kumbe hakufanikiwa kutoka kabisa. Irene akamwongelesha Handsome, umerudi mapema sana. Handsome akamwangalia akamwambia ndio nimerudi mapema sana best, huko akaendelea kucheki. Irene akamjibu Handsome kwa kumwambia poa bana, ngoja mimi nikapike tule chakula. Handsome akamwambia poa kipenzi, huko akaenda akitabasamu na kuendelea kucheki movie yake. Irene akaenda zake jikoni na kuanza kupika msosi. Kwenye mida ya saa 8 hivi na dakika 10 hadi 15, Irene alikuwa ameshaivisha kila kitu. Alikuwa anamalizia tu kusafisha jiko na kuweka chakula mezani ili wazazi wakirudi wafikie moja kwa moja kula chakula. Muda huu Handsome bado alikuwa anacheki movie. Ile Irene anakaa tu kwenye kochi ili aangalie movie na yeye anasikia sauti ya honi ya gari geti. Irene akasema kimoyomoyo, hao ndio wanarudi sasa hivi. Akagairisha kukaa chini, akaenda kuandaa vitu ambavyo havikuwa hapo mezani, kama vile sahani, glasi, kama chakula alikuwa tayari ameshaweka mezani. Baada Bakola kufungua geti na gari kupita ndani, Bakola akafunga geti na kuanza kulisogelea gari lililoingia, na Hatibu alishuka baada ya kusimamisha gari na kwenda kufungua buti la gari hiyo. Hatibu akaongea, kaka Bakola, naomba tusaidiane kuingiza vitu ndani ya mjomba wako. Vilikuwa ni mazaga ya shule kwenye fomu ya shule ambayo Handsome ataenda kusoma. Kwa hiyo ilikuwa tayari vimeshanunuliwa vitu vyote. Muda ambao wanaingiza vitu ndani, Agnes alishuka kwenye gari na kukaa kwenye kiti kilichopo karibu na mlango wa kuingia ndani na kujiegesha. Baada ya kumaliza kuingiza vitu ndani, Bakola akauliza, kaka, ipo wapi mjomba Haimani? Hatibu akasema, kaka wewe acha tu. Wakati tupo stendi tunamsubiri mjomba wako, shemeji yako akawa anadai ana njaa. Alikataa kula chakula chochote zaidi ya kilichopikwa nyumbani. Kwa hiyo sikuwa na jinsi kaka. Ndio tuliorudi nyumbani. Yaani hapa tunabidi tule, turudi tena stendi. Agnes aliinuka na kuingia ndani. Kisha akapita moja kwa moja hadi dining room na kukaa chini. Akanywa maji kwanza. Bakola akacheka sana kule nje. Kaka, ndio inaanza hivyo kusumbua. Muhimu wewe nisikilize tu kaka, kila anachokitaka. Hatibu akacheka pia, kisha akamwambia, kaka, ngoja kwanza tuende kwa pale chakula. Tukimaliza tuwahi kwenda kumpokea mgeni wetu. Bakola akasema, haina shida kaka, mkumbushe na Irene aniletee mtoto wangu, kuna maana tumbo naona kabisa silielewi. Hatibu akasema, haina shida kaka, ngoja nimwambie. Hatibu aliingia ndani na kumkuta Irene na Handsome. Akamwambia Irene ampelekee chakula Bakola pale nje, kisha na yeye aje kula. Irene alifanya kama alivyoambiwa na baba yake, na alivyorudi alifuatana na Handsome hadi kwenye dining room, na baada ya kufika mazungumzo yaliendelea. Agnes alianza kufungua mazungumzo. Irene mwanangu, chakula kitamu sana. Hongera. Asante mama, huku akitabasamu. Mume wangu, tukimaliza kula hapa nataka tukalale, na maana tukapumzike. Hatibu akasema, acha mambo yako mke wangu. Unajua kabisa mtoto anakuja leo, unategemea ataenda kumpokea nani sasa? Bana, mimi ndio sitaki utoke. Sitaki utoke. Muagize hata Bakola akamfuate. Ila wewe nataka tukishamaliza kula twende tukalale. Handsome akaingiza mkono mfukoni na akatoa funguo, kisha akamwambia baba yake huko akimonyesha funguo,
baba, naomba unipe namba ya Hyman, nitaenda kumpokea mimi please. Atibu akamjibu mwanawe, sawa mwanangu, na kutumia namba yake, utaenda kumpokea wewe, lakini uwe makini sana barabarani, unahitajika sana mwanangu, sawa? Handsome akamwambia, baba, ondoa shaka kuhusu hilo, nina uzoefu mkubwa sana na umakini nilionao wote ulionifundisha, bado siwezi kuuacha. Atibu akasema, sawa kijana wangu, nimekuelewa. Familia kwa pamoja ikaendelea kujumuika kwenye chakula. Muda mchache mbele, Agnes akaomba maji ya kunywa, akanywa. Akaomba maji ya kunawa, akanawa. Baada ya kumaliza, akamnawisha mume wake bila kujua kuwa Atibu alikuwa ameshiba au hajashiba, na kumwambia, haya twende tukalale, mimi nimeshashiba tayari. Atibu akamwangalia mke wake na kusema kimoyomoyo, sasa hii imezidi. Lakini aliinuka huku ameshikwa mkono na mke wake, na kwa pamoja wakawa wanaelekea chumbani wawili hao. Baada ya kufika chumbani, Atibu alimtumia Handsome namba ya Hyman kwa njia ya teksti. Wao wakaendelea kupumzika. Baada ya Handsome kushiba, alinawa maji, akalisogelea jokofu kama kawaida yake na kuchukua juisi ya tunda, akajimiminia kwenye glass, akarudi kuketi pale kwenye kiti na kuanza kunywa mdogo mdogo. Dakika chache baadaye, Irene alimuita Handsome kama kawaida yake kwa sauti ya mahaba, Handsome, naweza nikaongozana na wewe kwenda kumpokea mgeni? Huku akimlegezea jicho Handsome. Handsome akamjibu, ingekuwa vizuri Irene kama tungeongozana wote, lakini nitachelewa kurudi hapa home. Nataka nipitie kwa rafiki yangu Christopher, kwa hiyo nitachelewa. Hivyo basi, nikichelewa kurudi utachelewa kufanya majukumu yako ya hapa nyumbani. Mwisho wake utakuja kugombana na mama, na unamuona hii hali yake alionayo sasa hivi ndio anazidi kuwa na matata kama unavyojionea. Wale hao walicheka kwa pamoja. Kisha Irene akamwambia, okay Handsome, nimekuelewa. Alionekana ameridhishwa sana na majibu ya Handsome. Handsome baada ya kumaliza kunywa juice, alisimama na kumove kuelekea chumbani kwake. Alivyofika, akatoa simu yake chaji, kisha akachukua kofia yake kitandani na kuivaa, bila kusahau earphone zake. Akachomeka kwenye simu, akaweka sikioni na akaplay music mdogo mdogo. Wakati anashuka ngazi, akaiona namba ya Hyman ambayo ametumiwa na babake. Namba hiyo ilikuwa inajulikana kama 0788317006. Akaisave moja kwa moja kwenye contact yake, huku akaendelea kushuka ngazi zile. Wakati anakatisha sebleni, akamkuta Irene amejipumzisha. Handsome akatoa earphone moja ya upande wa kulia na akasema, poa Irene, tutaonana baadaye. Irene akamjibu, poa Handsome, kuwa makini. Handsome akamwambia, usijali dia, nitakuwa makini. Irene alitabasamu kwa kuwa ni mara ya kwanza kuitwa dia na Handsome. Akaelewa kwamba mdogo mdogo Handsome ameanza kumuelewa kutokana na yale mambo alikuwa anamfanyia. Kumbe hapana, kwa Handsome neno hilo lilikuwa analichukulia ni kama rafiki yake tu. Handsome akarejesha ile earphone yake ya upande wa kulia na kufungua mlango kwa kutokea nje. Kisha akavaa sendo zake alizoziacha pale nje moja kwa moja. Akawa anasogea kwenye gari anayoipenda. Alipofika, akafungua mlango wa gari ile na kujifungia. Baada ya kuingia ndani, alichomeka funguo na kuiwasha. Akachukua simu yake, akachomoa earphone alizokuwa amechomeka, akaiweka pembeni ya siti nyingine ya simu. Kisha akachukua flash
na akachomeka kwenye redio kwenye gari, na mdogo mdogo akaanza kusikiza music zilizopo kwenye ile flash. Alikuwa anamfuatilia sana Omah Lay, kwa hiyo nyimbo zilizokuwa zinapigwa pale kwenye gari ni nyimbo za Omah Lay. Akashusha sauti, akaweka sauti ya chini sana. Baada ya hapo akapiga reverse taratibu, huku side mirror zikiendelea kujifungua. Baada ya kusimama mahala ambapo ni pazuri kupiga kona, alipiga kona vizuri kabisa na kuelekea kwenye geti moja kwa moja. Muda huo Bakola alikuwa anamwangalia na alikuwa yupo getini na geti kashalifungua tayari. Baada ya Handsome kufika getini, alifungua kioo cha upande wa kulia na kumwaga mjomba wake. Anko Bakola, tutaona baadaye bana, naenda kumpokea mgeni. Kwa makini mjomba, barabarani huko. Sawa mjomba, huku akipandisha kioo na kuitoa gari nje. Akakunja kushoto na kuanza kuitafuta stendi. Ilikuwa ni majira ya saa 9 hivi jioni alivyoanza safari kutoka pale nyumbani kuelekea stendi. Bakola alifunga geti hilo na kukaa lindoni kama kawaida yake. Kutokana na umbali kutoka nyumbani anapoishi Handsome hadi stendi, ukiunganisha na foleni kubwa iliyopo barabarani, Handsome alijikuta anaingia stendi kwenye mishale ya saa 11:30 jioni. Aliingiza gari moja kwa moja hadi ndani, akatafuta sehemu nzuri ya kupaki gari lake. Akafanikiwa kupaki gari, akachukua shilingi 5,000 kwenye draw, kisha akazima gari na kushuka moja kwa moja akaelekea sehemu wanapolipa ushuru kwa kuingiza gari ambayo sio ya abiria ndani ya stendi. Alipofika akalipa ile fedha, akapewa risiti na kisha akarudi kwenye gari alikuja nayo, akaenda kusimama kwa mbele. Uzuri wa Handsome ukilinganisha na mavazi aliyokuwa amevaa, waliofanikiwa kumuona waliwachwa midomo wazi, hasa kwa wadada. Macho ya watu na minong'ono yalimnyima confidence Handsome. Akaamua kuingia ndani ya gari kumsubiria Hyman. Baada ya dakika 5 mbele akaamua kumpigia kumuuliza amefika wapi. Simu ya Hyman ikiwa inaita. Hyman akapokea. Halo. Mambo Hyman, mimi ni Handsome. Oh Handsome, mzima wewe? Mimi mzima. Vipi wewe mzima? Mimi mzima yani. Unaendeleaje? Naendelea poa. Nimefika hapa kukupokea. Nipo stand na kusubiri. Hyman akamjibu, bila shaka gari ndio inaingia stand hapa sasa hivi. Sekunde kama 15 hivi Handsome anaiona basi aliyopanda mgeni wake ambaye amekuja kumpokea inaingia stendi. Ilivyofika mahala sahihi, basi ilisimama na abiria waliofika mwisho wa safari yao walikuwa wanashuka, akiwemo na Hyman. Handsome aliacha simu kwenye gari na akawa anatembea kulifuata gari ambalo Hyman alikuwa amepanda muda huo. Analifuata gari huku baadhi ya wasichana ambao walikuwa wamevutiwa na Handsome walikuwa wanamfuata pia ili wapate hata bahati ya kumuongelesha, na wengine waliishia tu kumwangalia kwa kumtamani, lakini Handsome alijikaza japokuwa alikuwa ana lose confidence. Vile wanaomwangalia sana walikuwa wanazidi kumfanya Handsome akose confidence akose kabisa. Baada ya Handsome kufika mlangoni, kuna msichana mrembo sana ambaye zamu yake ya kushuka ilikuwa imewadia. Wakaangaliana na Handsome jicho kwa jicho. Kimoyomoyo Handsome alisema, bila shaka huyu ndio Hyman ninayemfahamu mimi. Lakini pia Hyman na yeye alisema, bila shaka huyu ndiye Handsome ninayemfahamu mimi, huku akionyesha tabasamu.
lililodhihirisha kuwa ameappreciate kumuona. Basi kwa pamoja kila mtu alijikuta na muita mwenzake kwa sauti ambayo walisikia wao na majirani waliopo karibu yao. Hyman, Handsome alimuita Hyman hivyo, na Hyman alimuita jamani Handsome. Hyman alimkumbatia Handsome, na baada hapo walishikana mikono na kuanza kutembea, kuanza kulifuata gari mahala lilipo. Ghafla kuna mdada mmoja ambaye alishuka baada ya Hyman kushuka kwenye basi. Alitembea kwa haraka na kumshika bega Handsome na kumgeuza taratibu huku akisema, "Samahani." Hyman pia aligeuka na wakaachana mikono na kuanza kumsikiliza yule mdada alimshika bega Handsome. Alikuwa na shida gani? Kabla hajaongea chochote, yule mdada alionyesha tabasamu kwa wawili hao, na alikuwa anadhani kuwa bila shaka wawili hao walikuwa ni mtu na mpenzi wake. Na akasema kwa sauti ya chini, "Nice couple." Hyman pamoja na Handsome wakaangaliana huku akitabasamu na kumwambia asante. Kwa kujiamini, mdada huyo alisalimiana na Hyman kwanza, kisha akahamia kwa Handsome. "Mambo, naitwa Arafa." Handsome akamjibu, "Una jina zuri kama wewe mwenyewe. Naitwa Handsome." Arafa akasema, "Asante. Nimefurahi kukutana na wewe hapa." Handsome akamjibu pia, "Mimi pia Arafa. Nimefurahi kukutana na wewe." Okay, bila kupoteza muda, unaweza kunisaidia namba zako ya simu to be friends, status viewing, huko akitabasamu. Handsome akasema bila shida. Akana mtaja nambari zake za simu, 0788317006. Unaweza ukanitext nao nikaikuta namba yako. Alafu akasema sawa, na kutext sasa hivi, asante. Alafu akawaaga wawili hao baada ya kumuona mtu ambaye amekuja kumpokea ameshawasili. Kwa hiyo alienda kwa yule mtu ambaye amekuja kumpokea. Hyman na Handsome walishikana mikono kwa mara ya pili na akaanza kulifuata gari ambalo amekuja nalo Handsome pale kuja kumpokea yule binamu yake. Wakati wanalifuata hilo gari, watu walikuwa wanashangaa wao sana. Walikuwa wanashangaa sana hadi wenyewe wakawa wana lose confidence. Lakini kilichowasaidia ni kwamba walijiongeza kuongeza mwendo ili wawahi kuingia kwenye gari. Baada ya kulifikia gari, Hyman aliingia kutumia mlango wa kushoto na Handsome aliingia kupitia mlango wa kulia ambao ni mlango wa dereva. Baada ya kuingia ndani, walifunga gari. Handsome akaiwasha gari. Wakati inaanza kutoka, Hyman akamuita Handsome, Handsome. Handsome akamgeukia Hyman, niambie. Akamwambia, nimesahau begi yangu kwenye basi, mzigo namba 6A. Handsome akaendesha gari hadi karibu na ile basi haraka, kisha akashuka na kumfuata kondakta wa gari hili na kumwambia, nina mzigo wangu kwenye buti namba ya mzigo ni 6A, naomba unisaidie. Alipopatiwa ule mzigo, akaenda moja kwa moja kwenye buti ya gari yake na akaiweka kwenye buti. Baada ya kuweka, akarudi kwenye gari na kuanza kudrive kutoka nje ya ile stendi. Baada ya kufanikiwa kutoa gari nje ya stendi, akaingia road na safari ya kuelekea kwa rafiki yake Christopher ikaanza. Muda huo ilikuwa ni saa 11:50 hivi. Baada ya kutembea kama kilomita 2 hivi barabarani, kwa mbele kulikuwa kuna foleni kubwa ambayo iliwafanya wao na watu wengine wasimame. Na kwa upande wa kushoto mwa gari hiyo
palikuwa na clown nyeusi ambayo nayo ilisimama kusubiria foleni hiyo isogee. Baada ya Hyman kuona baridi, alimwambia Handsome azime AC ya kwenye gari afu afungue madirisha ili wapate fresh air. Hyman baada ya kuomba kitu hicho, Handsome alifanya kama alivyoombwa na binamu yake. Ile anatupa macho upande wa kushoto tu, Handsome anakutana macho kwa macho na Alafa. Alafa anampungia mkono Handsome na Handsome pia anampungia mkono Alafa. Alafa ndiye alikuwa kwenye ile gari aina ya clown. Ghafla kuna text inaingia kwenye simu yake Handsome. Na hiyo ni namba yangu nyingine Handsome, unisave sawa? Mimi Alafa. Handsome akasema sawa, na save hapa. Alafa akasema okay, bye. Handsome akamjibu poa. Hyman alikuwa na cheki tu mule kwenye gari kwa kuangalia wawili yao mambo yao yanavyoenda kwa matamu. Hyman akaongea, Maiwi angekuwa mzuri kama Alafa ingekuwa bomba sana. Handsome akamwangalia Hyman kisha akawa anacheka kwa pamoja. Lakini Handsome alikuwa hajawaza kitu kama hicho kwenye ubongo wake hata kidogo. Baada ya foleni kuanza kutembea taratibu, Handsome alimwambia Hyman kuwa inatulazimu tupite njia za panya ili tu save time. Hyman akamwambia hamna shida binamu, wewe ndo dereva. At Walker's Street, mtaa unajulikana kama mtaa wa wafanyakazi, jirani na John Shop Medicines. Kando ya barabara upande wa kulia alionekana mdada mmoja amesimama ambaye alitokea katika mazingira ya kutatanisha. Hivyo basi bila shaka alikuwa sio binadamu wa kawaida. Kwenye paji la uso la mdada huyo palikuwa na kitu chenye mfano wa sinduli nyekundu. Jina la mdada huyo ni Juliet, na alikuwa anaonekana anaongea na kiumbe ambacho hakionekani wala kujulikana ni kiumbe gani, lakini sauti ya kiumbe hicho inasikika. Juliet anaongea, una uhakika kuwa gari hiyo waliopanda itapita kwenye hii njia? Alikuwa anaongea kwa hasira sana. Kiumbe kisijulikana nacho kinajibu, bila shaka njia hii ndiyo wataitumia kuelekea kwa rafiki yake Christopher. Sawa, unaweza kuendelea na majukumu yako, lakini kama hatopita kwenye hii njia nijulishe haraka sana. Kile kiumbe kikajibu, sawa mkuu. Juliet aliendelea kusimama pale pale kando ya barabara kumsubiri mlengwa. Tukirudi nyumbani kwa kina Handsome, Irene alikuwa ameshaanza kuandaa chakula cha jioni na mazingira mazuri ya kumpokea mgeni Hyman. Wakati huo Agnes na Hatibu walikuwa wanaoga toilet na sauti ya Agnes ikisikika. Hivi bado Handsome hajarudi Yeah, ila usiwe na hofu na Handsome, atarudi salama na mgeni. Agnes akajibu, haya nipake sabuni tena, huku amekunja sura. Hatibu aliguna lakini hakuwa na jinsi, akampaka sabuni mke wake na wakaendelea kuoga wanandoa hao. Baada ya kumaliza walirudi chumbani kwao. Agnes alifungua kabati na kutoa night dress 2 zinazofanana, na moja akamwambia avae mume wake. Japokuwa Hatibu alikuwa hataki kuvaa, lakini ilimlazimu tu azivae ili amridhishe mke wake. Wote kwa pamoja wakawa wamevaa night dress. Walisogea hadi sebuleni na wakaenda kukaa zao huku wakiangalia TV. Bado Handsome alikuwa yupo kwenye foleni kubwa. Kwa upande wake wa kulia aliona kuna njia ya panya. Bila kupoteza muda aliwasha double hazard kuashiria kuwa aliyopo nyuma yake
yeye anahitaji kukona. Hivyo basi, baada ya foleni kusogea kidogo, akapata nafasi ya kukunja kulia na akaingiza gari katika njia zisizo rasmi ambazo tunaziita njia za panya. Muda huo Hyman alikuwa anachezea zake simu tu, huku akifanya mambo mengine private mwenyewe, huku akaendelea kusikiliza music uliokuwa unapiga ndani ya gari hiyo. Baada ya Handsome kutembeza gari ndani ya dakika 10, kwa mbali aliona kibao kimeandikwa Workers Street, mtaa wa wafanyakazi. Kwa upande wa kushoto Handsome akakona na kuingia ndani ya huo mtaa na akaanza kuifuata njia ile. Baada ya kufika John Shop Medicines, alipunguza mwendo baada ya kusimamishwa na mdada ambaye alikuwa amesimama kando ya barabara kwa upande wa kulia. Baada ya Handsome kusimama, yule mdada aliomba lifti na kusema, "Naomba nisaidie kunifikisha hapo mbele. Mguu wangu unanisumbua." Handsome alilock off mlango wa nyuma na kisha akamruhusu aingie. Hatimaye huyo mdada alivyoingia ndani akafunga mlango, Handsome akaendelea kuendesha gari. Then akasema, "Naitwa Handsome na huyu anaitwa Hyman. Mwenzetu unajulikana kwa jina gani?" Yule mdada akajibu, "Naitwa Juliet na nashukuru kwa fahamu." Kabla Handsome hajaongea chochote, yule mdada alimuita Handsome na kumwambia kuwa, "Ukimwona kijana amevaa pete ambayo ina shine sana usiku kama jua during the day, usijaribu kuwa naye karibu. Mtu huyo hana lengo zuri na wewe, na sio wewe tu, hadi familia yako." Akamwomba Handsome asimamishe gari. Baada ya kusimamisha, alifungua mlango na kushuka, kisha akarudi kule kule alipokuwa anatokea. Alikuwa anatembea vizuri bila shida yoyote, kama alivyosema mwanzo kuwa ana shida ya mguu wake. Kwa hiyo alikuwa hana shida katika mguu wake. Muda huo Handsome na Hyman walikuwa wameshuka kwenye gari. Walikuwa wanamshangaa kwa nini amesema maneno yale, yeye ni nani, huku akimsindikiza kwa macho yao. Baada ya hapo alirudi kwenye gari na Handsome alianza kuliongoza. Handsome alipunguza sauti ya music, akapandisha vioo, then akafungulia IC yenye kasi ndogo. Baada ya hapo akasema, "Yule mdada bila shaka atakuwa ni kichaa, au unamuonaje Hyman?" Hyman alikaa kimya akiendelea kufikiria maneno aliyosema yule mdada. Ilikuwa anaamini kuwa yule mdada ni mzima kabisa na wala sio chizi, ila kipo alichokuwa anakimaanisha. Handsome akamuita Hyman, "Come on Hyman, asikufanye uwe na mawazo yule kichaa, sawa?" Hyman akamwonyesha Handsome tabasamu, kisha akamwambia, "Sawa, nimekuelewa binamu." Handsome alichukua simu na kupiga. Simu alikuwa anampigia ni Christopher. Christopher baada ya kupokea simu akaanza kuongea. "Kijana," Handsome akajibu kwa kumwambia, "Wewe jamaa, tokea nje hapo mtaani kwako na kukuta saa hii tu." Christopher akamwambia, "Poa kaka, natokea." Christopher alimwambia mshikaji wake kuwa, "Na kukuta hapa mwanangu, ngoja nimchukue mgeni hapa." Hapo tunakuja kujua kwamba Christopher hakuwa peke yake nyumbani, bali alikuwa na mgeni wake ambaye alimtembelea muda mrefu tu. Wakati Christopher anatoka kwa nje kwenda kufungua geti, ile anamaliza tu kulifungua lile geti, Hilux nyeusi inapita ndani. Akasmile na akasema, "Handsome, jamaa la kuvimba, amenikumbuka leo mwanae." Baada ya hapo alifunga geti na akawa analifuata lile gari ambalo limeingia ndani kwa muda huo. Handsome mule kwenye gari alimwambia Hyman kuwa washuke, hawatokaa sana, wataondoka kuelekea nyumbani. Baada ya yao kushuka, alimsalimia mshikaji wake, kisha akamtambulisha mshikaji wake kwa Hyman
na hapo ndipo Hyman pamoja na Christopher wakafahamiana kwa uchache. Muda huo walikuwa wamekaa kwenye viti ambavyo vilikuwa vimekaa kwa nje kuizunguka meza. Wakati stori zikiendelea, alikuja mwanadada anayeitwa Hawa akiwa amebeba vinywaji baridi. Bila shaka ilikuwa ni juisi ya matunda, ambayo kimoja ilikuwa ni kwa ajili ya Handsome na ingine ilikuwa ni kwa ajili ya Hyman, ambavyo vilikuwa vipo kwenye glasi. Dakika 3 mbele, Christopher alionekana anaita kwa kusema, Jason, njoo huku mshikaji wangu. Jason naye akaitika kwa kumwambia, nakuja kaka. Taratibu akiwa anatembea kutoka sebuleni kuelekea nje. Mkono wake wa kulia alikuwa ameshika simu na mkono wake shoto alikuwa ameshika glasi ya soda. Alivyotokea kwa nje, akawa anasogea kwenye sehemu ambayo kulikuwa kuna kiti ambako bado kilikuwa kipo empty. Ghafla akasimama na kusita baada ya kumwona Hyman anamwangalia sana mkono wake ambao amebeba glasi yenye soda. Jason akawa anajiuliza kimoyomoyo, ina maana hata huyu mwanamke anaweza kuiona hii pete au anashangaa nini sasa? Ni kweli Hyman alifanikiwa kuiona ile pete ilivyokuwa ina shine, ikiwa ni kama jua during the day, huku akaendelea kukumbuka maneno ya yule mdada Juliet. Kisha akashusha pumzi. Wakati huo Christopher alikuwa anaendelea kuwatambulisha na kumtambulisha Jason kwa rafiki zake. Muda huo Hyman alikuwa anawaza ni njia gani ataitumia ili watoke pale kwa haraka sana. Muda huo Jason mkono wake ambao alikuwa amevaa pete alikuwa ameuweka mfukoni kuzuia usije ukaonekana na wawili hao waliokuja hapo. Hatimaye Hyman alipata idea na akaanza kuifanyia kazi. Alifanya kama anapokea simu, kisha akaweka sikioni na kuanza kuongea. Wakati huu story kati ya Jason, Christopher pamoja na Handsome zilikuwa zimeshapamba moto. Yaani na Handsome alishamjulisha kuwa rafiki yake anaenda kusoma Juniors High School, na sio kule ambako alikuwa amechaguliwa before. Ilikuwa ni kama habari mzuri hivi kwa Christopher, kwa sababu Christopher vile akamjulisha kwamba hata huyu rafiki yake Jason anaenda kusoma huko Juniors High School. Kwa hiyo kufahamiana mapema kwa hawa wawili inaenda kutengeneza kitu kizuri sana hapo baadaye. Na ukizingatia kuna marafiki zetu ambao tulisoma nao kama vile Gift pamoja na Feti, wote wapo huko ambao wanaenda kusoma, wote wanakusubiria. Muda huo Hyman alikuwa anaanza sasa kuongea na simu. Kwa hiyo wote walikaa kimya kumsubiria Hyman amalize kuongea na simu. Hyman, anko, tupo njiani, bila shaka tutafika hapo ndani ya dakika 15 tu. Hivi msiwe na hofu, alisema hivyo Hyman kwa kuzuga, lakini wote walikuwa wanajua kuwa anaongea na simu. Kumbe ukweli ni kwamba Hyman alikuwa anaongea na simu, bali ilikuwa ni moja tu ya trick yake. Baada ya Handsome kusikia mazungumzo kati ya Hyman pamoja na mzee wake Hatibu, Handsome alifikiria ndani ya dakika 15 kufika kule. Alijua kabisa sio kazi rahisi, lakini aliamua tu ili binamu yake Hyman asionekane muongo mbele ya babake. Hivyo basi alichokifanya yeye akakatisha mazungumzo kwa haraka na kuwaaga naye, kuambia kwamba wanangu, kesho nikipata muda nakuja tule story. Kisha yeye na Hyman waliingia kwenye gari, na wakati huo Christopher alikuwa ameenda kufungua geti. Baada ya hapo Handsome alitoa gari kwa nje na kumwomba Hyman afunge mikanda, na Hyman alifanya kama alivyoombwa. Handsome alianza kupeleka gari kwa kasi na umakini mkubwa kuepusha wasije kupata ajali. Alitembeza gari hilo kwa uangalifu mpaka kufika kwenye mishale ya saa 2:10. Alikuwa amesimamisha gari hilo nje ya geti lao na akawa anapiga honi, huku wote wawili walikuwa wanafurahia kufika mapema japokuwa haikuwa on time. Bakola alifika kufungua geti, Handsome aliingiza gari ndani na familia yake wote. Muda huo walikuwa wapo sebeni. Baada ya wote kushuka, Handsome alienda kuchukua begi kwenye buti, kisha akamtambulisha Hyman kwa Bakola na kumtambulisha Bakola pia kwa Hyman. Baada ya hapo alibeba begi na kuingia mpaka ndani na kukuta wazazi pamoja na Irene wapo sebuleni. Baada ya Hyman na yeye kumaliza kuingia ndani na kufunga mlango, hapo ndipo episode ya kwanza inapoishia. Je, unadhani kwamba Hyman atafanikiwa kumwambia Handsome kile alichokiona? Na vipi kuhusu Jason? Anaweza kuruhusu siri yake ianze kujulikana mapema kwa familia hiyo? Hayo yote tutakuja kuyajua kwenye episode ya 2 ya Blood Promise.
Ni mimi mshereheshaji wako Hamis Bakari na mwandishi wa tamthilia yetu.